Shalom taifa la Bwana, Mungu wa neema awabariki sana. Leo ni Ijumaa nzuri tena, na wakaribisha wote watazamaji wa kipindi hicho cha Nguvu ya Msalaba kinachotangazwa au ambacho mnenaji ni mimi Apostle J. Lumbai Jogoo wa Yesu. Leo kwenye kipindi sitakuwa peke yangu, ninaye mwanangu katika imani. Ijumaa iliyopita nilikuwa na mmoja ambaye ni Pastor Esther, lakini leo naye mwanangu mtumishi wa Mungu Baraka Magoti, na yeye ataenda kuwasalimia kwa dakika chache, kwa sekunde. Karibu sana mwanangu. Barikiwa. Amen. Asante baba kwa ajili ya nafasi ambayo umeweza kunipa jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu mnaofuatilia katika TV ya Rabi, na niseme leo kwamba karibuni, muendelee kutufuatilia na hamjakosea kuchuni channel hii, na maanisha kwamba Mungu wa neema ambaye anatembea na mafuta yaliyoko juu ya baba yetu, mafuta ya kitume, naamini ya kwamba anakwenda kuachilia vitu vya tofauti. Nami nikukaribishe, nikualike uandae daftari lako, kalamu yako, karatasi yako. Hebu jifunze vitu hivi, vitatusaidia, kwa sababu nina uhakika ya kwamba kila tatizo lina mlango. Na siku hii leo pia kuna matatizo mengine ambayo yaliingia kwa mlango tofauti kwenye maisha yako, na pia jioni ya leo kuna mlango pia unaachiliwa tena kwenye maisha yako kwa ajili ya hilo tatizo liondoke. Sasa ni wewe mwenyewe kujiconnect na madhabahu hii. Usifikiri uko peke yako, Kristo yuko peke yako, na mafuta yake tumele juu ya baba yetu pia anakwenda kwa matana maisha yako. Usiogope wala usiofu. Mungu wa neema yupo, atakutendea kwa jina la Yesu. Amen. Karibuni. Amen. Shalom, shalom. Yesu Kristo ni mwaminifu sana. Tunaenda kumshukuru kwanza Mungu kabla sisi kuanza kipindi hiki kwa neema ya Mungu. Baba, asante kwa ajili ya huruma na fadhili zako. Asante kwa kuturuhusu tena, Bwana wa rehema, kutoka manyumbani tulipotoka Baba, kuendesha gari kufika mpaka mahali hapa. Ninashukuru jina lako Bwana kwa ajili ya mazingira pia. Jina lako libarikiwe kwa sababu ya amani na upendo wako. Ninabariki mtazamaji ambaye Bwana wa rehema anayotutazama sasa hivi, na yule ambaye atakayejiungamanisha pia hata baadaye, yote ambaye Mungu wa rehema tutakayoenda kuomba naye. Ninabariki kila mmoja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ninabariki Mungu wa rehema maisha ya kila mmoja na uponyaji. Asante Roho Mtakatifu kwa uwepo wako. Asante kwa ajili ya wingi wa jeshi ulioliachilia tena, ni katika jina la Kristo Yesu aliyokufa na kufufuka naomba na kusema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Siku ya leo ni siku ambayo kiukweli ni siku ambayo Mungu ni wa neema sana. Barikiwe sana. Na naenda leo ninachukua kwanza, napokea simu ya watu. Namba ambazo zilizopo, napokea kwanza simu za watu kwa ajili ya kuchukua majina yao na maombi kwa ajili ya kuombea. Nipokee kwanza ya kwanza hapa. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana. Ndiyo. Unaongea na Neema. Ndiyo, Neema. Namshukuru Mungu zile ndio tulizokuwa naziona kwa yote. Kwanza Neema anamshukuru Mungu, ana ushuhuda kabla ya yote. Sawa sana. Unasema unaitwa Neema, unatuitia kutokea wapi? Nazaliwa Ngara kwa sasa hivi. Neema kutoka Mwanza. Safi sana. Karibu sana, nakumbuka kweli nilikuhudumia. Karibu sana na ushuhuda wako. Asante. Ndiyo. Nashukuru kabisa. Amen. Kwa hapa kuna siku nikipata hela nitabidi nimtolee Mungu sadaka. Unasema kitu gani Mungu amekutendea? Yaani huwa nikiwa nimelala huwa nilikuwa na watanajiuza na wanyama bali nikifanya fanya mapenzi na watu wasiowajua na kukimbiza na wanyama. Ndio. Ndio, ila kwa sasa hivi ndani ya hizi siku mbili sijaziona kabisa.
baada ya kuombewa. Mungu ni mwaminifu. Ndio. Basi Mungu wa neema akubariki sana. Neema nani vile umesema tena? Stefan. Okay. Basi usikate, tutaendelea kupokea ujumbe na tutakuombea pia. Oh, amen. Haleluya. Halo, shalom, karibu sana. Naongea na nani? Naongea na Musa. Unaongea na Musa? Karibu sana. Unapenda kabla ya maombi Mungu akutendea jambo gani? Nahitaji jina lako na tuandike hapo kwa ajili ya kukuombea, tuombe pamoja. Halo, nakusikia. Uchumi. Haya. Musa nani na uko wapi? Malawi. Musa yuko Malawi. Mungu wa neema akubariki sana. Wala usiondoke kwenye TV yako, tutaenda kuomba pamoja na wewe na Yesu atakutendea sana. Umesema ni Musa nani? Jina ni Musa nani? Amos Mwankula. Musa Amos Mwankula. Usiondoke kwenye uninga wako na Mungu wa neema atenda kukusaidia sana. Barikiwa sana. Tutaenda kuomba pamoja baada ya hapa. Mungu wa neema akubariki. Shalom. Kwa hiyo leo tunahitaji kuanza na maombi. Halo, shalom. Shalom. Karibu sana. Unaitwa nani na unatupigia simu kutoka wapi? Naongea na Neema. Oh, okay. Ndio, tumeshachukua tayari majina yako Neema. Ningependa kujua hivi mnapatikana wapi? Sisi tupo Dar es Salaam, napatikana Dar es Salaam. Kanisa letu ni Jerusalem Apostolic City, lipo Dar es Salaam. Kwa mitandao ya kijamii tena unaweza ukatufollow kwa jina la Apostle John Lumbai Jogoo wa Yesu. Unaweza ukatufollow pia kwa Facebook. Unaweza ukatuangalia tena kwa Instagram, Apostle John Matayo Lumbai. Unaweza ukaangalia kwa Facebook kawaida John Meidas Lumbai. Kwa hiyo majina haya unaweza ukatupata na YouTube Jerusalem Apostolic City. Basi tupo Dar es Salaam, Mbagala, Kongowe, Mzinga. Karibu sana. Asante, na natamani kufika huko. Unatamani. Mungu akufanyie nafasi na neema na karibu sana, na sisi tutafurahi kukuona siku moja. Na Bwana endelee kukutetea. Basi usiondoke kwenye TV yako ili tuende tukafanye tena maombi na hizo ndoto zikimbie sasa. Mungu arejeshe vile ambavyo walivyokuwa wameviiba hapo mwanzo. Mungu wa neema akubariki. Shalom. Amen. Okay. Kwa wote ambao watakao tufuatilia ni kwamba kabla sisi kuanza maombi leo, nahitaji majina ya watu 10 tu ambao watakao piga simu au kutuma message yao, kutuma message yao au kutuma message au watapiga simu, na watu hawa nitaenda kuomba na wao leo. Nguvu ya madhabahu ya Golgotha. Kwa hiyo hapa leo ninaongea na simu inapigwa, najua namba zinapitishwa hapo. Leo ninaongea na simu zinaendelea. Golgotha, madhabahu ya nyoka wa shaba. Mshukuru Mungu kwa wale wanaotusikia pale kutoka Malawi. Mungu wa neema wabariki kwa kila kitu. Bwana Musa anaitwa. Yes, Mungu wa neema ambariki sana kwa ajili ya uchumi, na Rehema ambaye na yeye bado yupo pale Mwanza, anamshukuru Mungu. Neema anamshukuru Mungu kwa kile Mungu alichotenda kwa ajili ya maisha yake, na Mungu ni mwaminifu sana. Kwa hiyo Ijumaa iliyopita nilifundisha ya kwamba Kristo Yesu yeye ndiye nyoka wa shaba ambaye aliyokuwa ameinuliwa juu ya madhabahu ya Golgotha. Maana yake unapoangalia au unasoma hadithi au ukitazama kwenye vitabu, ukisoma habari ya msalaba wa Kristo, sio tu paka Yesu tu aliyokuwa anaonekana kwa hali ya nyama. Yaani kwa hali ya nyama, ukimwangalia kwa macho ya nyama ni Yesu Kristo, ni yule ambaye alikuwa ni mwili,
lakini katika ulimwengu wa roho hakuwa tu Yesu tu, alikuwa ni picha au mfano wa nyoka ambaye Musa alimuinua jangwani. Kwa wale ambao waliotufuatilia wiki iliyopita, najua hawatakuwa na shida ya kuelewa hili. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba, kama hapo nitaanza tena mstari Yohana, Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 11 14, Biblia inasema kwamba na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, hivyo hivyo mwana wa Adamu ana budi kuinuliwa. Maana yake Kristo alipokuja naye akasema ya kwamba vile Musa alivyoinua nyoka jangwani, na yeye pia ni lazima ainuliwe. Na Yesu Kristo anapoinuliwa katika maisha ya mtu, hakika palipo na uchawi, uchawi unakimbia. Amen. Yesu akiinuliwa katika ndoa ya mtu, palipokuwa na vurugu, vurugu zinakatika. Yesu akiinuliwa katika maisha ya mtu, kama vile ambavyo dada Neema alivyoshuhudia, baada ya Yesu kuinuliwa katika maisha yake, yale aliyokuwa na yaona yameondoka, mpaka akatamani siku moja kuja kusali pamoja nasi. Maana yake Kristo akiinuliwa katika maisha ya mtu, kila kitu kilichokuwa mbali kinakuwa karibu. Kristo akiinuliwa katika maisha ya mtu, watu ambao walikuwa hawakuiti watakuita. Kristo amen. Kuna mtu mwingine anatuma message, naitwa Amos Mwankunga kutoka Malawi, nataka uchumi na mama yangu anaumwa kiuno miezi mitatu. Okay. Kwa hiyo asante sana Amos. Kwa hiyo narudi katika lile niliyokuwa nikizungumza. Kristo akiinuliwa katika maisha yako, mali palipokuwa magonjwa yanakimbia. Mali Kristo anapoinuliwa kwenye maisha ya mtu, mali palipokuwa vurugu zinakata. Yesu akiinuliwa, mali palipokuwa na matatizo yananyamaza. Unakumbuka wakati wanafunzi wa Yesu wanavuka, Yesu Kristo na pamoja na wanafunzi wake walikuwa kwenye chombo. Biblia inasema ya kwamba yeye akasinzia. Aliposinzia, vuruba zikainuka, upepo mkali ukapiga. Biblia inasema ya kwamba wanafunzi walijitahidi sana kutoa maji yaliyokuwa yanaingia ndani ya chombo, lakini hawakuweza. Petro akaangalia, hapa nitazama. Kumbuka kwamba Petro alikuwa alikuwa na uzoefu wa maji kwa sababu alikuwa mvuvi. Yohana alikuwa mzoefu wa maji kwa sababu alikuwa mvuvi. Yakobo pia pamoja alikuwa mvuvi, lakini upepo ulioinuka siku ile ulikuwa sio upepo wa kawaida. Sikiliza nikueleze kitu kimoja. Upepo ulio tunapokea simu hapa, tunasema leo tunaongea, tunapokea simu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana. Unapiga simu kutoka wapi? Punguza sauti ya TV yako kidogo. Hapa wilaya Mbarali. Okay, wilaya Mbarali. Naongea na nani? Naongea na Bwana Seulet Mwandaole. Seulet Mwandaole. Karibu sana. Unahitaji leo Yesu wa msalabani akutendea nini? Naomba nitendea niombee. Ndiyo. Nina uvimbe sehemu za asili. Ndiyo. Ndiyo. Naomba ombi. Amina, hakuna shida. Mungu wa neema akubariki sana. Endelee kutufuatilia. Dakika chache hapa nitaingia kwenye maombi. Nitaomba kwa ajili ya maisha yako na kwa ajili ya watu wote ambao walio pamoja na wewe, na Mungu wa miujiza atenda kufanya miujiza, na utaenda kushuhudia kama wa kwanza aliyotupigia simu anavyoshuhudia kile Yesu alichomtendea. Mungu wa neema akubariki sana. Endelee kutufuatilia. Amen. Asante sana. Kwa hiyo ninasema tena, Yesu akiinuliwa, magonjwa yanakimbia, magonjwa yanapotea. Sasa upepo ulioinuka ulikuwa sio wa kawaida. Ulikuwa ni upepo mzito mno. Upepo uliotikisa chombo kikaanza kutikisika. Biblia inasemaje? Wanafunzi walipojaribu kwa nguvu zao zote wakashindwa. Wakaona kama tutabaki hapa tutakufa.
lakini wakati ule Yesu, Biblia inasema Yesu alikuwa amelala. Haleluya. Kwa nini Yesu alilala? Kwa sababu Yesu alijua hata kama vurugu itakuwa namna gani, inaweza ikawagusa wengine, ila sio mimi. Petro akaenda kumwamsha Yesu, akasema mwalimu, rabi, kama ilivyo Rabi TV, Mungu awabariki sana. Akamsha akasema, rabi, kuna kitu hapa. Rabi, upepo ni mkali, bora umelala. Yesu aliposimama akakemea upepo. Natangaza hivi, magonjwa ambayo, matatizo ambayo madaktari wameshindwa kuleta majibu, matatizo ambayo uganga wa kienyeji umeshindwa kuleta majibu, matatizo ambayo kutambikia ulipoenda kutambika huko kumeshindwa kuleta majibu, Yesu Kristo leo anasimama kwenye maisha yako, naye atenda kusimamisha kila kitu ambacho kilichokuwa kinakufuatilia. Atenda kusimamisha kila kitu kilichokuwa kinakufuatilia. Mungu wa neema atukuzwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tunapokea tena ujumbe mwingine kwa dakika ambazo tulizonazo kabla sisi kuingia kwenye maombi. Anasema Bwana Yesu asifiwe baba. Naitwa Fanikio, niko Kilimanjaro, wilaya ya Same. Naomba nirejeshwe kazini, maana nimepumzishwa yes, kutokana na changamoto na mambo mengine. Okay. Mungu wa neema akubariki sana. Akubariki sana. Fanikio ni jina nzuri sana kabisa, na Yesu wa neema akubariki. Tutakapoenda kuomba, acha Yesu akufanikishe sasa. Haleluya. Kutoka pale Same, Kilimanjaro. Mungu wa neema akubariki sana. Tunaendelea kupokea ujumbe na simu pia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba leo nahitaji kuomba na watu. Nahitaji niombe na watu. Tayari message zilizopelekwa, zile na simu zilizopigwa. Biblia inasemaje? Biblia inasema Kristo aliposimama naye akanena, na aliponena kila kitu kikatulia kimya. Hapo ulipo nyumbani, hebu sema Bwana Yesu, ongea nami. Sema tena, Bwana Yesu, kemea haya magonjwa, kemea hiyo hali. Yaani natamani tuombe na wewe. Sikiliza, mimi ni mwombaji na ndio maana mimi ni jogoo wa Yesu. Niliandaliwa kabla ya dunia kuwepo kuwa mwombaji. Kwa hiyo na wewe unayonitazama, na hakika tunatamani tuombe pamoja. Nitakavyokuwa nakwambia omba, na wewe jibu kama nitakavyosema. Nikisema omba, hata kama hujui kuomba, wewe sema tu Bwana Yesu, simama na ukemee. Simama Bwana na ukemee yanayonisumbua. Simama Bwana na uzuie yanayonisumbua. Biblia inasema Kristo alipoinuka ndipo akatangaza, upepo na mawimbi vikakata. Umeona? Upepo na mawimbi vikafanyaje? Vikakata. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliyosimama ana nguvu, ana uwezo kuliko vilivyosimama. Kuna vitu vilivyosimama kwenye maisha yako, lakini jina la Yesu litatajwa leo juu yako. Utalitaja jina la Yesu peke yako. Pia hapo ulipo nyumbani kwako utaona mabadiliko yatakayoenda kutokea yasiyokuwa ya kawaida. Tenzi dume zipotee katika jina la Yesu. Matatizo yapotee kwa jina la Yesu. Utaitwa kazini kabisa moja kwa moja. Baada ya maombi haya mpaka Ijumaa ijayo tufike hapa, utakuwa umepigiwa simu kwamba urudi kazini, kwa sababu kuna vitu visivyokuwa vya kawaida ambavyo Mungu atenda kuvitenda katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu ibarikiwe sana. Mungu wa neema na Mungu wa baraka abariki maisha yako na kutetee. Ainue maisha yako na kupiganie. Nimeingia leo hapa kwa ajili ya mimi kuomba na mtu mmoja, kwa ajili ya kuomba na familia moja. Wale ambao mna watu nyumbani hapo pia ni wagonjwa, usione aibu kuandika message, kuandika kabisa, au kupiga simu yako. Nahitaji tuombe pamoja. Mungu ninayomtumikia, na wewe useme siku moja, yule Yesu wa jogoo wa Yesu kiukweli amenifungua. Yule Yesu wa jogoo wa Yesu amenitetea. Ninayo hakika ya kwamba Mungu wa neema atenda kutetea maisha yako. Mungu wa neema atenda kutetea maisha yako. Mungu akisimama, kila kitu kinafanikiwa. Mungu akisimama,
kila kitu kinafanikiwa. Unaweza ukasemaje mwanangu hapo? Unaongeza kitu gani katika hilo kwa ajili ya mtazamaji wetu? Ni kumwambia mtu mmoja tu ya kwamba acha Kristo leo asimame kwenye maisha yako, ili kwamba vilivyokuwa vimeinuka vishuke chini. Amen. Unajua Yesu anapoinuka tayari bahari inatulia. Tayari magonjwa, wasiwasi, mashaka yanatulia kwenye maisha ya mtu. Ndiyo. Sasa kwa sababu anapoamka, anaamka na upendo wake kwa ajili ya kunyamazisha vile ambavyo vilikuwa vimekuwa kelele kwenye maisha yako. Sasa tulia, naendelea kufuatilia ili kwamba Bwana ainuke kwenye maisha yako, na vile vilikuwa vimesimama na vile ni wakati sasa wa kushuka chini. Ni wakati sasa wa kutulia, wewe upate raha na Mungu akufanikishe katika jina la Yesu. Yohana sura ya 8 mstari wa 28, Biblia inasema basi Yesu akawaambia, mtakapokuwa mmekwisha kumuinua mwana wa Adamu, ndipo mtakapofahamu ya kuwa mimi ndiye. Yaani Yesu anawaambia, mkitaka kujua mimi kweli ndiyo mtenda miujiza, jaribuni tu kuniinua tu, jaribuni tu kunitaja tu. Anasema ni Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 28. Anasema kwamba basi Yesu akawaambia, Yesu akawaeleza, mnataka miujiza, mnataka kuona magonjwa yakiondoka, mnataka kuona tabu zikiondoka. Anasema ya kwamba mtakapokuwa mmekwisha kumwinua mwana wa Adamu. Yesu Kristo anasema siku utakapojaribu, siku hiyo sio kesho, siku hiyo sio kesho, ni leo. Na sio tu leo tu, ni sasa. Ni majira haya. Ndio watu tunasema kwa wakati huu ya kwamba kwa kuwika kwetu wengi watamka. Sisi ni wengi kama nyota za juu. Manake tunawika hapa na watu wanafunguliwa mahali ambapo walipo. Haleluya. Tunapokea simu nyingine. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naongea na nani? Naongea na Alfred kutoka Mbarali. Mbarali uko Mbeya kama sikosei. Mbeya. Mungu wa neema akubariki sana. Jina umesema ni nani? Alfred Samuel Yasiria. Alphonse Samuel. Safi sana. Unahitaji Mungu akutendee jambo gani? Mimi naona maisha yangu yanasumbua uchumi. Uchumi. Maana naona kila dakika kiangazi kifungu kulima. Lakini wanashindwa. Yone mafanikio. Utaenda kuona mafanikio. Mungu ni mwaminifu sana. Haya, Mungu akubariki. Endelea kutufuatilia. Dakika chache tutaingia na wewe kwenye maombi ndani ya dakika kadhaa hapa. Mungu anema akubariki sana. Amina. Umeona Biblia, Yesu anawaambia kwamba basi Yesu akawaambia, mtakapokuwa mmekwisha kumwinua mwana wa Adamu, ndipo mtajua, ndipo mtaona. Wakati ambapo leo tutamwinua Bwana, maisha ya Alphonse Samueli, yani ile nasemaje, naongea kwamba yani lile shamba lililokuwa au yale mashamba yaliyokuwa hayawezi yakatoa matunda, hayawezi yakaleta nafaka. Yale mashamba yatenda kutoa vitu zaidi ya unavyofikiria. Yesu anasema mtakapokwisha kumwinua mwana wa Adamu, ndipo mtakapofahamu ya kuwa mimi ndiye. Yaani ukitaja jina hilo, anasema ndipo utajua. Na Yesu anasema atakayelitia jina la Bwana. Hiyo imeandika katika Matendo ya Mitume sura ya 2. Anawaambia huyu Petro, anawaambia kwamba imeandikwa atakayolitia jina la Bwana naye ataokolewa. Leo biashara ya mtu itaokolewa, afya ya mtu itaokolewa, kazi ya mtu itaokolewa, kila kitu kitaokolewa kwenye maisha yako kwa njia ya sauti hii, sauti ya jogoo wa Yesu. Haleluya. Kwa njia ya sauti hii, vilivyokuwa vimelazwa mahali vitamka. Kila kitando ulichokuwa umelazwa, majira ya kuinuka yamefika. Sauti hii, Mungu alinipa alama hii ya ujogoo kwa ajili ya kusema kwamba ni wakati wa uamsho. Waliolala Bwana anaenda kuamsha. Wote waliokuwa wamelala Mungu anaenda kuamsha. Wote ambao waliokuwa wamelazwa sehemu, wote wanaenda kuamsha. Kila akili iliyokuwa imelazwa, mtu aliyokata tamaa, nimekuja kueleza kwa njia ya sauti hii, Yesu yupo tayari kukutendea na kukufanikisha. Utakapomwinua mwana wa Adamu, ndipo utakapotambua kile alicho kwa ajili ya maisha yako. Mungu anema abariki maisha yako. Kwa wewe ambaye umewasha TV yako sasa, message yako naisubiria na nasubiria simu yako kwa ajili ya mimi kuomba pamoja na wewe. Kwa hiyo utaona kwamba Waebrania 12 mstari wa 2
Biblia inasema kitu kimoja. Biblia inasema kwamba tukitazama Yesu, hapa ndipo ambapo pana nguvu. Anasema tukitazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Tukimtazama, tunamtazama wapi? Tunatazama kazi ya msalaba. Biblia inasema kabisa, ambaye kwa ajili yake, kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake, alistamili msalaba na kuidharau aibu. Alikubali aibike ili wewe usiaibike. Amen. Alikubali apigwe ili wewe uwe na amani. Kuna fimbo gani ya kichawi inayopigwa maisha yako? Leo kwa njia ya maombi haya tunamtazamia yule ambaye aliyoshinda madhabahu ya Kalvari, yule ambaye aliyotoka mshindi pale, ndio tunamtazama. Ndio maana nasema tunamtazama, tukimtazama. Kwa hiyo neno kutazama ni neno la kuinua macho. Ndio maana Petro na Yakobo wanamwambia yule kiwete, tuangalie, tutazame sisi. Kiwete alikuwa chini, anamwambia tutazame sisi. Hatuna fedha, hatuna dhahabu, ila kile tulicho nacho tunakupa. Nimekuja hapa na Kristo mzima wenzangu. Hapa nilipo nina Kristo mzima, mwana wa Mungu. Wewe baba, wewe mama, wewe kaka, nimekuja na Kristo mzima. Yule Yesu tu ndiyo niliyombeba. Yule Kristo ndiyo aliye ndani yangu. Yeye ndo sauti yangu, yeye ndo muonekano wangu, yeye ndo kila kitu. Yule Yesu atenda kufanya kitu katika maisha yako. Atenda kufungua vile ambavyo vilikuwa viwezi vikafunguliwa. Atenda kuinua vile ambavyo vilikuwa viwezi kuinuliwa. Mungu wa neema bariki maisha yako. Sasa ninatamani tuingie sasa kwenye maombi. Mahali ambapo ulipojiweke tayari. Yawezekana hujui kuomba, lakini natamani uombe tu. Fuatilia namna ambavyo nitakavyokuongoza, namna ambayo tutakuwa tunaomba hapa, na Mungu wa neema atakuwa anakubariki sana. Tukiwa tunaomba, mtumishi wa Bwana Baraka mtumishi wa Bwana Baraka ataendelea, atakuwa anataja pia yale majina, nami nitakuwa na yataja pia, na tutaendelea kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema kwa jina la Yesu, sema kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, wewe ndiye Mungu, wewe ndio mtawala, wewe ndio kiongozi, wewe ndio mtawala, wewe ndio mfalme, wewe ndio kila kitu, wewe ndio sauti ya mwisho, assignment ya maisha yangu wewe ndio unayo, wewe ndio kila kitu. Jioni ya leo kwa damu ya Yesu, Bwana Yesu, ulikuja duniani, ulikufa msalabani kwa ajili yangu, kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya maisha yangu, ili mimi nisiwe mgonjwa, ulikubali upigwe. Ili mimi nisiwe maskini, ulikubali wewe kuwa maskini. Ili mimi nisiteseke, uliteseka wewe. Bwana Yesu, nasema asante kwa sababu ulikuja kwa ajili yangu. Siku ya leo kwa damu ya Yesu, siku ya leo kwa damu ya Yesu, ninaomba rehema juu ya maisha yangu. Naomba rehema juu ya maisha yangu. Naomba rehema juu ya maisha yangu sasa hivi katika jina la Yesu. Ni rehemu Baba, ni rehemu Baba. Babangu ni rehemu maisha yangu, rehemu maisha yangu. Mahali ambapo nilinua wachawi, nilinua waganga, nilienda kwa waganga, nilizunguka kwa madaktari, hakuna msaada, nikawainua. Lakini leo niko mbele yako, ninakuinua. Sema na kuinua, sema na kuinua kwenye maisha yangu, sema na kuinua. Bwana Yesu, wewe ukisimama magonjwa yanakimbia, wewe ukisimama uchawi unakimbia, wewe ukisimama magonjwa yanategeleka, wewe ukisimama uchawi unakimbia, wewe ukisimama mwili wangu unapona, wewe ukisimama vimbe zinapotea, wewe ukisimama magonjwa yanaondoka, wewe ukisimama bahari zinapasuka, wewe ukisimama kuzimu kunatetemeka kwa jina la Yesu. Sema sasa, sema sasa, sema sasa kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, ninakuomba Bwana, rehema zako ni rehemu Bwana, ni rehemu Bwana. Haya magonjwa, hiyo shida nilionayo, iliyotokana na akili ya watu, mawazo mabovu ya wanadamu, shida yote kutoka kwa wachawi, kutoka kwa shetani, mateso yote
yote yasiyoisha siku ya leo kwa damu ya Yesu. Sema e Bwana Yesu, sema e Bwana Yesu, niokoe Bwana, niokoe Bwana. Sema simama Bwana, simama mwenyewe, simama sasa kwenye maisha yangu na kuhitaji wewe. Simama Baba, ukisimama wewe uchao unakimbia. Naomba usimame, magonjwa Bwana yakimbie kwenye mwili wangu, kwenye nyumba yangu. Simama Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Simama Bwana, umaskini uniachie. Simama wewe, omba kwa jina la Yesu. Ramanda kapa rababa sayaba rekamanda baba roseketerebe ruyama sandaya rikamandukaya repapa sayaba rikamandosete ruyama sakapa. Baba simama sasa kwenye maisha ya wanangu. Baba simama sasa, omba sasa, mwambie Bwana, mwambie Baba simama kwenye maisha ya wanangu, kwenye maisha ya mamangu. Simama Bwana wa rehema, umuponye sasa. Simama Bwana wa rehema, sema e Bwana Yesu, simama sasa kwenye maisha ya baba yangu, ukamponye sasa kwenye maisha yangu. Endelea kuomba sasa, sema e Bwana Yesu, naita jina lako, naomba simama Bwana, simama Yesu wangu, simama uniponye, peke yangu siwezi. Endelea kuomba sasa. Ramamandusa rekababa baba remasakapa rondekete yaba ramasakapa ekamandara baba ramasakapa. Omba kwa jina la Yesu, omba kwa damu ya Yesu. Sema e Bwana Yesu, simama Mungu wa rehema, simama Mungu wa rehema. Yesu simama, niokoe na magonjwa. Ekamandara baba, kadri unavyoomba mbingu inashuka, mbingu inafunguka ndani ya maisha yako. Kadri unavyoomba wingu la Roho Mtakatifu linakushukia sasa katika jina la Yesu. Uvimbe vipotee, vimbe zipotee kwa jina la Yesu. Shida ziachie. Ramandara baba, mikono iwake moto, mikono yake wake moto. Mali ambapo uliokuwa ufanikiwi, ninatangaza sasa Yesu wa neema akufanikishe, wa neema akufanikishe. Omba kwa jina la Yesu. Remandosa ya reka baba baba, omba pamoja nami. Ikamandara baba, sema Bwana Yesu, ninakuinua Bwana. Hebu muinue Bwana, hebu muinue Bwana. Sema ninakuinua, sema ninakuinua, sema ninakuinua. Uniponye Bwana wa rehema. Sema Bwana simama, sema simama mwenyewe Bwana. Simama uniokoe, uniokoe na vita hivi, vita vya kichawi. Sema Bwana simama, niokoe na uganga. Wachawi wamesimama, wanataka maisha yako. Waganga wamesimama, wanataka maisha yako. Kuzimu kumesimama, wanataka uchumi wako, wanataka watoto wako. Wamesimama hawa, wanataka ndoa yako. Reka mandayaba, omba kwa jina la Yesu, omba kwa damu ya Yesu. Omba shujaa, omba ramandosa kapa. Sema Baba simama, pambana nabo Bwana, pambana na maadui zangu, pambana Mungu wa rehema. Yesu anapambana sasa na ugonjwa ndani yako. Yesu anapambana sasa na ugonjwa ndani yako, kwenye mwili wako, katika jina la Yesu. Omba kwa jina la Yesu, mwambie Baba simama ndani ya mwili wangu, mwambie Baba simama, ninaachilia uponyaji. Mbingu ifunguke sasa, malango ya mbinguni, madirisha ya mbinguni, madirisha ya mbinguni yaanze kufunguka sasa juu ya nyumba ya mtu, juu ya nyumba ya mtu anayonisikiliza sasa, juu ya nyumba ya mama huyo, juu ya nyumba ya baba huyo. Ramanda kapa remasaka baba eka baba baba, moto wa uponyaji, moto wa uponyaji, moto wa miujiza. Reka mandaraba, kamba za kichawi zianze kukatika, kamba za kuzimu zianze kukatika, kwa sababu imeandikwa ramanda sakapa rika mandaka baba, mtakapomwinua mwana wa Adamu ndipo mtakaotambua kile ambacho alicho kwa ajili ya maisha yenu. Yesu wa Nazareti, Baba tunakuinua. Yesu ninakuinua kwa ajili ya maisha ya Musa Bwana. Yesu ninakuinua kwa ajili ya maisha rakamanda saka rekamandara baba ya Alexandra. Baba ninakuinua ramasoterebe rakapapa baba. Baba ninakuinua kwa ajili ya maisha yao. Baba ninakuinua remandose ya remakababa baba ekamandara baba. Simama Mungu wa rehema, simama ukaponye Bwana, simama ufungue Bwana uchumi wao sasa. Rekabadesoya emaru ya masaya amandaya rebaba sakapa ramanda kababa ekabrada baba ekamando sakapa. Natangaza ufanikio, natangaza mafanikio, natangaza mafanikio, natangaza maendeleo, natangaza uponyaji, natangaza uponyaji, natangaza uponyaji, kufunguliwa sasa, natangaza ufunguliwa. Ramanda kapa remasoka yama remanda sakapa ekamanda baba. Magonjwa yasitawale, yasitawale nyumba yako, magonjwa yasitawale, yasitawale nyumba yako. Ninamwinua
Kristo ndani ya nyumba yako, kwenye vizingiti vyako, kwa damu ya mwanakondoo. Moto wa Bwana sasa uzambaratishe sasa utawale wa kichawi, utawale wa mizimu kwenye familia yako, kwenye nyumba yako, kwenye mwili wako, kila utawale wa kuzimu. Bwana Yesu simama, Bwana Yesu simama, Bwana Yesu simama. Pigana mwenyewe Bwana, pigana mwenyewe Yesu, kwa ajili ya dada huyo, kwa ajili ya mama huyo, kwa ajili ya baba huyo, kwa ajili ya nyumba yake. Ramando saka, ili umaskini wende mbali na yeye. Ramando saya reka baba reso katayama rima sakataya rema mamanda yaba ekamando rababa ekamando sakapa. Wale wagonjwa Bwana remanda kapaya, kwa jina la Yesu watu wapone sasa, watu wakapone sasa katika jina la Yesu. Natangaza uponyaji, natangaza uponyaji, uponyaji wa Roho Mtakatifu. Ramando seketerebe, ninatangaza uponyaji wa Roho Mtakatifu, ninatangaza uponyaji wa Roho Mtakatifu, natangaza 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 uponyaji wa Roho Mtakatifu. Waanze kupita sasa, uponyaji wa Roho Mtakatifu waanze kupita sasa, uponyaji wa Roho Mtakatifu waanze kupita sasa, nguvu za Roho Mtakatifu zaanze kupita sasa, uwezo wa Roho Mtakatifu waanze kupita sasa. Mali waliposema wewe hautafanikiwa, ninatangaza leo Yesu Kristo, Yesu Kristo aliye Bwana, aliye mtawala, nami natangaza konda masayaba, kuanzia sasa natangaza ya kwamba wewe fanikiwa, 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 wewe fanikiwa. Kuanzia sasa ninatangaza moto, ninatangaza moto, ninatangaza moto, ninatangaza moto, ninatangaza moto. Moto Roho Mtakatifu waanze kusambae sasa kwenye mwili wa mtu, kwenye mikono ya mtu. Kila uchawi wachie. Umaskini sio sehemu yako, umaskini sio maisha yako. Sema nakataa, nakataa magonjwa. Aliomba sasa, fuatilia maombi yangu. Sema mimi, taja majina yako, taja majina yako. Sema kabisa mimi John Lumbai. Unataja majina yako wewe, nakupa mfano tu. Taja majina yako. Wewe nani? Unasema mimi mtu fulani, kama ninavyosema hapa, mimi John Lumbai. Na wewe taja majina yako. Sema mimi siku ya leo, roho ya magonjwa sio maisha yangu. Sema nakataa. Sema ninakataa. Nakataa roho ya maskini sio maisha yangu. Sema nakataa roho ya kufeli sio maisha yangu. Sema nakataa. Sema mali popote walipotaja majina yangu yote matatu, yote matatu, sema leo na yataja majina yangu katika mwema, sio katika mabaya. Alisema mimi, wewe nani? Alitaja majina yako. Taja kwa mara ya kwanza majina yako yote matatu. Wewe nani? Kwa mara ya pili taja tena, wewe nani? Kwa mara ya tatu taja tena, wewe nani? Sema kwa jina la Yesu nakataa. Sema nakataa roho ya magonjwa. Sema ninaivua. Sema navua. Sema ninavua. Sema navua roho za kichawi. Sema ninavua roho za kutokolewa, roho za kutokufanikiwa. Sema ninazivua. Sema kabisa navua. Sema navua. Sema navua kila vazi lililokuwa limevalishwa kuanzia utosini mpaka unyayoni. Sema ninavua. Navua magonjwa, navua tabu, navua shida kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa nguvu ya msalaba. Sema leo mimi. Wewe nani? Wewe taja majina yako. Sema tena mimi nani? Wewe nani? Taja tena mara ya pili, wewe nani? Sema leo kila roho ya magonjwa, kila roho ya magonjwa yaliyotengenezwa na watu, kila umaskini uliotengenezwa na watu, uliotengenezwa na mapepo, uliotengenezwa na mashetani, sema sasa, sema sasa, sema sasa, sema sasa, sema navua, sema ninazivua, sema ninazivua, sema ninavua, sema ninavua. Kama unaumwa sasa hivi, wewe uliopiga simu kwamba unaumwa, tunapoenda kuomba hapa
nitaenda kuachana nafasi. Natamani kama ulikuwa mtu kukaa chini, wewe ukasimame sasa. Ninapoongea kwa sauti hii, nimekwambia sauti ni sauti ya jogoo anayowika. Na jogoo akiwika, kwa watu ambao wanayojua sifa ya jogoo, jogoo anapowika analeta taarifa ya kwamba asubuhi imefika, alfajiri tayari imegonga mlango. Sasa na mimi kwa sauti hii uwe na uhakika ya kwamba uponyaji umeshagonga mlango. Uponyaji umeshagonga mlango kwako. Uponyaji umeshagonga tayari kwenye tumbo lako. Uponyaji umeshapitikana tayari. Natamani useme pamoja nami. Sema kwa jina la Yesu. Sema mimi. Taja majina yako. Sema tena mimi. Wewe nani? Mimi wewe nani? Kama ninavyosema mimi John Lumbai. Sema ninavua kila uzito wa kushindwa kuendelea, kila uzito wa tabu niliovalishwa, laana zote walizotamkia biashara yangu, waliotambukia kazi yangu, waliotangaza ya kwamba sitaendelea, sitafanikiwa. Sema leo, sema sasa, natangaza moto wa Bwana, 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 kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema mimi sio maskini. Sema nakataa umaskini. 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 Kila ugonjwa unayoleta umaskini, kila tabu inayoleta umaskini, sema nakataa. Sema nakataa. Sema nakataa. Sema nakataa kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Baba, ninaomba kwa ajili ya Amosi. Baba, kwa jina la Yesu. Amosi, taja majina yako mara 3. Wewe ni Amosi nani? Mara ya kwanza. Taja tena mara ya pili. Wewe Amosi nani? Mara ya 3 taja tena Amosi nani? Sema leo ninavua mikono yote ya kupoteza, kila mikono ya umaskini, kila mikono ya umaskini navua. Nasema navua kwa jina la Yesu. Maisha ya umaskini tangaza sio maisha yangu. Sema kabisa sio maisha yangu. Sema tena sio maisha yangu. Kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Fanikio pale Kilimanjaro. Sema kwa jina la Yesu. Taja majina yako mara ya kwanza. Taja majina yako mara ya kwanza. Wote taja tena mara ya pili. Yataje tena mara ya 3. Kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Ninatangaza mabosi wangu leo, majina yangu yaliyokuwa hayapo kwenye mawazo yao yaingie kwenye mawazo yao. Natangaza uitwe kuanzia siku ya leo mpaka Ijumaa inayokuja. Urejee kazini kwa mamlaka ya jina la Yesu aliyonipeleka katika madhabahu haya ya Rabi TV. Pokea hiyo ni yako katika jina la Yesu Kristo. Mwingine ni nani? Mwingine ni Mandole. Mandole. Na anahitaji anatizidume ndio ule na kwenye uvimbe. Yes, mzee wangu, kamata mahali ambapo palipo na uvimbe pale. Mwandore, kamata hapo. Taja majina yako mara ya kwanza. Taja tena majina yako mara ya pili. Taja tena majina yako mara ya 3. Yes, taja majina yako mara ya 3. Tangaza, sema ninavua ugonjwa huu. Sema kabisa ninavua ugonjwa huu. Mara ya kwanza, rudia tena, sema mimi. Taja majina yako. Sema huu ugonjwa sio wangu. Sema tena jina lako mara ya pili. Sema mimi, ugonjwa huu sio wangu. Sema tena mara ya 3. Taja majina yako. Sema mimi, yes, ugonjwa huu sio wangu. Shika mahali palipo ugonjwa. Sema kwa jina la Yesu. Ninatangaza upasuaji wa rohoni upite sasa. Mungu anayopasua bila maumivu, apasue mahali palipo tenzi dume. Ninaiondoa Jesus name. Naipoteza katika mwili wako katika jina la Yesu. Operation ya Mungu inatembea. Sema amen. Mungu anema bariki maisha yako. Sabrada kemando saya baba. Ye kabra dabo setere mayanda rababa rema sakara baba ye kabra dama sobra dama yando lobo sete. Yes, huyu anasema mimi ni Mariam, naomba maombi ya kazi. Mungu anema kubariki Mariam. Tayari muda wetu ulipiga tayari simu na wakati wetu umeshaenda. Mungu anema kubariki Mariam. Usiondoke kwa sababu kuna timu tayari nimeandaa hapa
kuna timu. Ijumaa iliyopita nilikuwa na mwanangu hapa Pastor Esther, na leo nina mwanangu tena mwingine wa imani, ni mtumishi wa Bwana Baraka Ephraim Magoti. Pamoja kuna timu ya watu ambao nimeiandaa. Hiyo timu kazi yao ni kuombea hao watu wote waliopeleka majina yao hapa. Ijumaa inayokuja watu wao ndio nataka kuanza nao kwa ajili ya ushuhuda. Watu wao watashuhudia yale Mungu aliyotenda kwenye maisha yao. Kwa hiyo ongeza na jina la huyu dada anaitwa Mariam. Yes. Sasa na wewe andika message yako. Unahitaji uombewe, unahitaji maombi katika hiyo timu niliyoipanga. Andika message yako na shida ambayo ulionayo. Andika majina yako yote matatu, andika na shida. Ijumaa inayokuja. Kabla ya hapa ya Ijumaa, hiyo namba unaweza ukaipiga simu wala hakuna shida. Unaweza ukaleta ushuhuda wako, hakuna shida. Unaweza ukaandika kabisa katika hiyo. Kuanzia usiku wa leo kuna timu itaanza kuomba maombi special kwa ajili ya watu hawa. Na ile Ijumaa watu hawa wanathibitisha nilichokitangaza, ili kwamba Ijumaa kama kuna watu walikutaja kwenye ubaya, sisi tutakutaja kwenye mema. Sisi tutakutaja kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Sisi tutakutaja kwenye madhabahu ya Mungu atendaye miujiza. Kwa hiyo kwa dakika 2 tu ninaacha na nafasi kabisa kwa utukufu wa Yesu Kristo, ya kwamba kama unacho message yako unaweza ukaandika. Mtu yoyote, hata kama wewe ni mwana Jerusalem katika kanisa inayoongoza, usisema kwamba hapana ipaja watu wengine. Hapana, hapa ni mtu yoyote ambaye yupo tayari, maana inapita katika hiyo. Mungu wa neema akubariki sana. Ramando seterebe. Nina dakika hapa 2. Najua muda wangu umeshatuacha, lakini nina dakika hapa 2. Message tu. Andika message yako. Wewe unayotufuatilia, andika majina yako yote matatu na kile unataka Mungu akufanikishe. Majina haya yataandikwa na tutaingia usiku kwenye maombi kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili yako. Hata wewe utakaotufuatilia tena baadaye, siku ya kesho, utakaotufuatilia marudio, usije ukakata tamaa. Na wewe andika message, tuma kabisa kwenye namba hiyo ya Voda. Tuma hiyo message yako, itasoma message yako na uwe na uhakika Mungu wa neema atenda kukusaidia. Mungu wa neema atenda kukufanikisha. Haleluya. Naitwa Rozi Mwasamilia, naomba maombi juu ya uchumi wangu. Mungu wa neema akubariki. Rozi Mwasamila. Mungu wa neema abariki maisha yako. Rozi Mwasamila anaomba kwa ajili ya uchumi. Yesu wa neema akubariki sana. Ramando seterebeka yamanda sayaba. Mungu atende kukutendea. Mungu atende kufanikisha. Mungu wa neema atende kukufungua. Yes. Mungu wa neema atende kutenda yale ambayo yalikuwa hayapo. Kuna watu walikutaja kwenye madhabahu, na Ijumaa tutakuwa na maombi haya kwa kuomba kwa watu wote waliotajwa kwenye madhabahu ya kuzimu, na tutatumia madhabahu ya msalaba. Itakuwa ni madhabahu kwa madhabahu. Sisi na madhabahu ya msalaba, madhabahu ya Kalvari, wale madhabahu yao ya kuzimu. Tutaona ni wapi, ni nani atakayekuwa mshindi, ila hakika sisi tuliomwamini Kristo ndio tutakayokuwa washindi, kwa sababu sisi ni washindi kabla hata tujazaliwa, tayari tulikuwa washindi. Sema amen. Na Mungu wa neema akubariki sana. Kama kuna kitu unaweza ukaandika message yako kwa dakika hiyo, na wewe jina lako likaingia miongoni mwa watu ambao watakayoingia kwenye ratiba hii ya maombi. Na Mungu wa neema akubariki sana. Mungu wa neema akubariki sana. Mungu wa neema akubariki sana. Ndio anaitwa Amosi James Mwangunga, anataka kazi. Yes. Anasema anataka kazi. Anasema nataka nishinde. Anataka nishinde mikeka yote na michongo. Nimechoka. Nishinde mikeka yote, nimechoka kushindwa. Oh, jamani. Anaitwa Amosi. Mungu wa neema, na Amosi James Mwangunga. Haleluya. Amen. Karibu mtu mwingine. Mungu wa neema ana nguvu sana. Karibu tena. Amen. Okay. Anaitwa Faudi Domoro. Anaitwa Faudi Domoro. Feudi Domoro. Sijajua ni kwa sababu ya kitu gani alichoandika hapa. Feudi Domoro. Baba mchungaji, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Kwa majina naitwa Gabriel, naomba uniombee niweze kuwa na nipokee kidogo message moja hii yake, niweze kuwa na moyo wa uvumilivu na kutimiza ndoto zangu. Tutakuombea kabisa Gabriel, tutakuombea Gabriel. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana, karibu. Tunaongea na nani kwa simu? Naongea na nani? Okay, Majaliwa kutoka basi. Naomba upunguze kidogo sauti ya TV yako ili tusikilizane vizuri. Karibu kwa dakika tulizonazo kidogo hapa. Twende mtumishi wa Bwana, ndugu yetu. Kitu gani unataka Mungu akutendee? Mungu nataka alibariki tu. Mungu akubariki. Majina yako haya umesema unaitwa nani? Amesema unaitwa nani? Majaliwa nani? Naitwa Majaliwa Moses. Majaliwa Moses. Ijumaa inayokuja namba hii kabisa, tunaenda kukuombea. Kuna vitu utaanza kwenda kuviona kwenye maisha yako. Na usiku wa leo, kesho yake mpaka Ijumaa inayokuja, tutakuwa tukitaja majina yako kwa kukuombea wewe ili ufanikiwe. Mungu wa neema akubariki sana. Amina. Yes. Kuna simu nyingi zilikuwa zinaingia hapa. Kwa hiyo Bwana Gabriel, Mungu na yeye akubariki sana. Tayari jina limeshaandika. Changamoto nataka kushinda. Yes. Karibu sana. Amen. Naongea na nani? Karibu sana Paulo Simon. Ndio. Nini unahitaji tukuombee kwenye maombi yetu ya siku 7 ambayo siku 5 tutakuwa nayo usiku kutukuombee? Naomba uniombee kabisa kwangu nipate kuinuliwa. Amen. Na pia niombee familia yangu mimi mwenyewe. Ndio. Ninashukuru atakuomba. Ndio. Yaani nipe Mungu anisaidie, anipe roho ya maombi. Mungu akusaidie, akupe roho ya maombi. Alafu mtumishi, nimekufuatilia sana kwenye Jericho na nani. Ndio hapo Upendo TV. Karibu. Upendo TV. Yes. Sana na nimekubali sana. Amen. Yesu ni mwema. Yesu ni mwema sana. Yesu ni mwema. Tunza namba hii na sisi tunaingia kwenye maombi. Tutaingia, lakini utanipigia tena hata siku nyingine katikati ya wiki tutaongea tena vizuri, ila majina yako yameandikwa hapa. Ninayo maombi maalum ya kuomba kwa ajili yenu watazamaji wangu. Amen. Mungu awabariki ili mshuhudie Ijumaa. Yesu mwema. Utukufu kwa Yesu. Msiache kutuombea pia. Amen. Jamani, nimebakisha dakika 4 nimebakisha. Karibu, naona simu zinaingia kwa wingi, message zinaingia kwa wingi. Naomba anaitwa Anaclet Mwasalimira. Ni mwalimu wa chuo kikuu kimoja hapo nchini, hajawayo nini yake hajawahi hata. Okay. Nita sipendi kusoma zaidi, sitaki kuisoma hiyo message kwa mbele ya wengi. Maombi juu ya kaka yangu naitwa boss. Okay, sawa. Nipigie baada ya nani. Hiyo message iliyokuja uliandika pale naitwa boss nani ile. Hiyo message naomba unipigie, tuongee baadaye. Sitamani kutaja majina haya hapa, tuongee baadaye, lakini andika tu haya majina, mtumishi wa Bwana. Kuna muda wa kuandika vitu kwa heshima, sawa, kwa ajili ya kupeleka mambo mengine. Mungu wa neema akubariki sana. Mungu wa neema akubariki. Na Mungu wa baraka kwa dakika ambazo. Bwana Yesu asifiwe. Naomba maombi juu ya afya yangu. Nimepata ugonjwa wa mkanda wa jeshi, nasumbuliwa na nini anaitwa sawa, nimeona sitataja jina lako, sitaje jina lako kwa heshima yote, sitataja jina lako, lakini tayari mtumishi wa Bwana Baraka ameshaliona, sitataja jina lako, na Mungu wa neema akubariki kwa sababu tutaenda kuomba pamoja. Haleluya. Okay, naitwa Monica
Monica Marco Ruben, naomba kupata nafasi ya kujiunga na mafunzo ya askari, na baada ya mafunzo nipate kazi, naomba huduma ya maombi. Amina. Katika huduma yangu tayari wanajeshi, kuwaombea na kupata jeshi imeshakuwa ni jambo mafuta haya yatakuwa juu yako Marco Ruben, mafuta yatakuwa juu yako. Nitafute kabisa pia kwa simu kawaida, nitakuombea tena vizuri sana. Mungu amenifanyia neema ya kuombea watu kwa wanajeshi ndani ya huduma ya Jerusalem. Mungu alema kubariki sana. Basi jamani, sikiliza sasa nikueleze kwa utukufu wa Yesu. Unaweza kuendelea kutuma message yako. Dakika zetu zimetuishia. Unaweza kuendelea kutuma message yako. Tuma message yako, usije ukaumia. Anaitwa Innocent Joseph, nasumbuliwa na magonjwa. Mungu wa neema atenda kuponya, tutenda kukuombea. Innocent Joseph, kabisa itakuwa ni baraka sana. Sasa nisikilize vizuri. Na kuomba pia wewe ambaye umesikiliza kipindi hiki kwa utukufu wa Yesu, hebu jipigie makofi mahali ambapo ulipo. Nimefurahi sana. Uwepo wako umekuwa ni baraka kwetu. Siku ya leo niko hapa kwa ajili yako. Nakupenda sana. Nakupenda sana. Nakupenda tena sana. Na napenda kukuona ukifanikiwa. Sio kwa ajili ya utukufu wangu, ni kwa ajili ya utukufu wa Yesu. Nia yangu ni kuona siku moja ushuhudie kama yule Neema aliyoshuhudia ya kwamba paka anatamani kutoka Mwanza kuja Dar es Salaam, kuja tu kutuona na kusisi kuabudu naye pamoja. Mungu wa neema atenda kutenda hivyo kwa ajili yako. Amen. Ni maombi yangu. Mungu amenituma kwa nyakati hizi kwa ajili ya maisha yako. Sasa ninakuomba pia kwa utukufu wa Yesu ya kwamba kila Ijumaa hakikisha kwamba Rabi TV ipo vizuri kwa ajili ya kutufuatilia. Kabisa kabisa, na mimi nitaendelea kuwabariki. Nimeamua hili, hata kama wiki hii watashuhudia wengine nitaandika mpaka kieleweke. Walikutaja kwenye madhabahu za mizimu, nimeamua jukumu hili. Sikujui, sijawahi kukuona, lakini Mungu anakujua wewe na Mungu ananijua mimi. Ametuunganisha pamoja kwa njia ya TV hii, kwa ajili ya channel hii. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa, nipo kwa ajili ya maisha yako pamoja na timu yangu. Mimi ni kiongozi wa kanisa la Jerusalem Apostolic City, na Mungu wa neema akubariki sana. Ila usisahau kutuma kidogo sadaka yako, itakuwa ni baraka. Ukiamua kutuma, siku moja unatupigia simu na nipa na mimi hata kipindi, ni baraka sana. Namba ni ile ile ambayo uliotuma message yako. Ukitoa hiyo sadaka itatusaidia kuendelea kusogeza kipindi kwa utukufu wa Yesu. Sio kwa lazima, lakini ni hiari. Ni hiari. Mungu alema kubariki. Shalom. Ni hiari tu. Mimi ni jogoo wa Yesu. Mungu akubariki. Na mtumishi wa Bwana Ephraim, Baraka Ephraim Magoti. Baraka Ephraim Magoti. Yeah. Shalom. Tuonane